Rapa maarufu kutokea nchini Marekani, Wiz Khalifa, ambaye jina lake halisi ikiwa ni Cameron Jibril Thomas, ameingizwa rasmi kwenye orodha ya watu wanaosakwa na jeshi la polisi nchini Romania. Hatua hii inakuja baada ya mahakama nchini humo kutoa amri ya kuanza kutumika kwa hukumu yake ya kifungo cha miezi 9 jela. Sasa mzozo huu wa kisheria ulianza rasmi mwezi Julai mwaka 2024 wakati Wiz Khalifa alipokuwa nchini Romania kama mmoja wa wasanii wakuu, yani headliners, kwenye tamasha la muziki la Beach Please Festival. Tamasha hilo lilifanyika katika pwani ya Bahari Nyeusi, eneo la Coast Nest. Wakati wa onyesho lake mbele ya maelfu ya mashabiki, msanii huyo alidaiwa kuvuta hadharani kile kinachosadikika kuwa ni bangi akiwa jukwani. Romania ina sheria kali sana dhidi ya matumizi na umiliki wa dawa za kulevya, na kabla hata hajamaliza ratiba yake ya tamasha hilo, alidhibitiwa na mamlaka za usalama na kufanyiwa uchunguzi. Ripoti za kipindi hicho zilionyesha kuwa alipatikana na kiasi cha zaidi ya gramu 18 za bangi, inayotafsiriwa kama umiliki wa dawa za kulevya, yani risky drugs, bila kibali. Sasa mnamo mwezi Machi mwaka 2025, upande wa mashtaka na mahakama ya mwanzo ulimpa adhabu ya kulipa faini badala ya kifungo cha kwenda jela. Hata hivyo, upande wa mashtaka nchini Romania haukuridhishwa na uamuzi huo na ulikata rufaa ukitaka adhabu kali zaidi, wakidai kuwa kitendo hicho kilifanyika hadharani mbele ya hadhira kubwa ya vijana na kilikiuka mazingira ya sheria za nchi hiyo. Baadaye mahakama ya rufaa ya Constanta ilitengua uamuzi wa faini na kubadilisha adhabu hiyo kuwa kifungo cha miezi 9 jela kwa kosa la kumiliki dawa za kulevya kwa matumizi binafsi bila kibali cha kisheria. Wiz Khalifa kupitia mawakili wake alijaribu kupinga hukumu hiyo kwa kukata rufaa na kuomba utekelezwaji wa adhabu hiyo usimamishwe, lakini maombi yake yalikataliwa na mahakama na kuifanya hukumu hiyo kuwa ya mwisho na ya lazima kutekelezwa. Sasa kufuatia uamuzi huo wa mwisho, mamlaka za Romania zimetoa waranti ya kukamatwa kwake na kuingiza jina lake kwenye mfumo wa kitaifa wa watu wanaotafutwa, yani Most Wanted. Wakati hukumu hii ikitoka na kuanza kutekelezwa, Wiz Khalifa alikuwa tayari ameshaondoka nchini Romania na yuko nchini kwao Marekani. Hadi sasa bado haijawekwa wazi kama mamlaka za Romania zitaanzisha mchakato rasmi wa kimataifa wa kumrejesha nchini humo, yani extradition process, ili akatumikia kifungo hicho, ikizingatiwa kuwa taratibu za sheria kati ya Marekani na Romania kuhusu makosa aina hii huchukua muda mrefu na zina changamoto nyingi za kidiplomasia. Jina langu ni H+ na hii ni Global TV. Kama bado mwanao anachezea simu yako, nimekuletea hii K66, K67 pamoja na H37. Hizi tablet ni tablet ambazo zina uwezo wa kukaa na chaji kwa muda mrefu. Pia unaweza kuweka line pamoja na kuconnect internet, ambazo ndani utakuta kuna Netflix, YouTube, Instagram pamoja na Play Store. Hizi tablet pia ni tablet ambazo zina kioo kigumu ambacho sio rahisi kuvunjika, na pia zina battery ambazo zina uwezo wa kutunza chaji kwa muda mrefu. Mtoto wako akishika hii, simu yako iko salama. Tablet aina ya A37 unaipata kwa $160,000 tu, na tablet aina ya K66 unapata kwa bei ya $165,000. Pia kuwasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mtandao wetu wa kijamii @tabletzetu_tz. Tunapatikana Tizamori, Dar es Salaam. Kucheza huku akijifunza sio kupoteza muda.